kufananishwa na malaika. Lakini hatuwezi kuwa kundi dogo linalofananishwa na malaika wenye tabia zisizoendana na malaika. Na kama tabia zako haziendani na malaika, lazima tufanane na kitu kingine. Sio ni kitu gani wewe unajua? Sababu kuna vitu viwili. Ufalme wa Mungu na ufalme wa kuzimu. Na mtu lazima afanane na vitu hivyo viwili. Ukiwa na tabia zinazompendeza Mungu, wewe utaurithi ufalme wa Mungu. Ukiwa na tabia zinazompendeza adui, utaenda kuurithi ufalme wa kuzimu. Sasa hayo unayofanya kama unampendeza Mungu, maana yake utakwenda kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini kama unayofanya ya kumpendeza adui, nafasi yako ni kubwa. Hivi wangapi kwa uongo walionao na tabia zisizompendeza Mungu, yangewakuta haya ambayo yalikuta na mkewe hapa. Hivi mpaka leo kanisa tulikuwa tusingekuwa na washirika, watu wangekufa wengi sana. Lakini nataka kukuambia hatuko salama, bado tumekufa. Haleluya. Bado tumekufa kwa sababu bado Mungu anasema na sisi. Roho bado anasema na sisi kwa wingi mabaya tulionayo. Kwa kuwa tumeshafunga vyoo vya kutokubali kubadilika. Bado kifo kiko pale kwa sababu bado Petro anauliza, wakati unaokoka nani alikutuma? Si wewe ulikiri kwamba Bwana Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yako? Leo mbona unayafanya haya? Anania aliposikia maneno haya yangu alikufa. Je, wewe unaposikia maneno haya nini kinakuja? Muombe Mungu auishe nafsi yako kupata kumtumikia. Kitu nasoma kinasema Mungu huisha nafsi yangu nipate kumtumikia. Kama unaandika, Mungu huisha nafsi yangu nipate kumtumikia. Tumeanza na kitabu cha Matendo sura 5 mstari wa 11. Tunatazama namna ya Mungu alipokuwa akifanya kazi na wanadamu kupitia wanadamu. Kwa maana mitume walisimama wakimwakilisha Mungu vyema. Mungu alisema na mitume kupitia Roho Mtakatifu. Mpaka leo bado Mungu anasema na watumishi wake kupitia Roho Mtakatifu. Lakini hao wanaosemewa kwa habari ya huyo Mungu, shughuli ipo hapo. Lakini bado nafasi tunayo. Bado washirika wana nafasi ya kuyaacha yote yasiyompendeza Mungu, ili tuepukane na haya maswali. Mara nyingi wanasemaga, mimi nimeanza kuhubiriwa kutoka mwaka 92. 92 watu walikuwa wanakuja wanahubiri pale, vijana, wazee. Juma mmoja naye alikuwa kasema na hivyo ndio bana mpaka kutoka masharti magumu pale, kama wewe ndio kanisani hakuna kula. Na mimi nikamwambia hata sina sababu ya kula, ila kanisani sije. Sio tunaelewana vizuri. Na kama nyumbani kwake ameweka mazingira magumu, anasema nibana niende kanisani. Huyu mtu hakuna kumpa chakula mpaka aende kanisani. Mimi nawaza kwa nabii hivi, niende kanisani afu nije kula. Sije yuko kanisani mwenyewe na kunyima chakula mata nime. Tena kwa sababu yote hiyo. Yule bwana bwana huyu mtu ngoja nimwache. Lakini ilipofika wakati yule hakuwepo wala wewe kuwepo, mimi mwenyewe ili lazima kubadilisha mifumo nilionayo. Mungu atusaidie sana. Nilipokubali kubadilisha mifumo nilionayo, maana yake ni lazima kubali kupokea mifumo mingine ambayo ndio imeandaliwa hapo mbele. Kama Ukristo upo, sio kubali kubadilika, utofautiana na Ukristo yupo. Kwa sababu hutaweza kupambanua baya na zuri. Utaishi katika hali ile ya mazoea kwamba mimi baba yangu alikuwa Mkristo na mama yangu alikuwa Mkristo na mimi ni Mkristo tu kwa sababu nimezaliwa kwa Kristo. Hiyo ndio inakuwa tiketi yako. Lakini sisi asili yetu ya Ukristo kwanza kubali
kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwanza hilo lazima ulifanye wewe kama wewe. Mungu tusaidie. Haleluya. Ndio maana naenda naonyesheni katika mifano mingi kwa lengo la watu wajue nafasi walizonazo mbele za Mungu. Inawezekana una nafasi kama unavyoiona, lakini katika nafasi hiyo ulishakufa siku nyingi kwa sababu ya wingi wa mabaya unayoyafanya. Tumeona baya aliyofanya na nini sasa hapa. Tendo la kukubaliana wao kama familia, lakini tendo la kugawa sehemu ya pesa au sehemu ya fungu linalotakiwa lipeleke kanisani kwa ajili ya kumtumikia Mungu, walipoligawa ili walitumia kwa mipango mingine na kitu baki ende kule, hakuna aliyowaona. Patana lilikuwa watu hao kama ni watoto hata wajui mama yao na baba wamewaza nini. Wala wamekubaliana twende bwana, pesa ni nyingi tugawe kile tupeleke kwa kufanya na sisi kufanya nyingine. Wanaulizwa, hivi vitu havikuwa chini yenu? Maamuzi ya kutokuokoka hayakuwa ndani yako wewe? Unasema yalikuwa ndani yangu mimi. Maamuzi ya kutokumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako hayakuwa ndani yako wewe? Yalikuwa ndani yangu mimi. Sasa kwa nini umemkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, halafu unamdanganya? Huko ni danganya mimi. Unamdanganya huyo uliyempokea. Kwa kwanza kaanguka kafa. Je, mangapi unamdanganya huyo uliyempokea? Uko salama? Mungu tusaidie. Uko salama? Mangapi umemdanganya huyo uliyempokea? Uko salama? Haleluya. Haleluya. Lazima tukubali. Hatuwezi kuziponya nafsi zetu tukiwa wadanganyifu mbele za Mungu. Sasa hivi kanisa limeenda mbali. Sasa hivi kanisa lilikuwa likifanya mambo mengi kwa siri. Sasa hivi sio siri tena. Walikudanganya roho wa Mungu hawakufa. Sasa hivi wanakudanganya na wewe hivi unaona. Kumbe ni miili tunayezurura ndani ya nafsi zao, siku nyingi walishazima. Lakini bado na nafasi na Mungu, bado anatumaini utarudi katika mstari. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Zamani wakati ule tunawaona waliookoka wakienda kuhubiri, utakuta kuna mwanamke mmoja, wanaume watatu, au wanawake watatu, wanaume mmoja, wanakwenda kushuhudia mtaani. Lengo lilikuwa wasomeke kule mtaani. Mungu tusaidie. Lengo lilikuwa wasomeke kule mtaani kwa kile wanachokipeleka. Maana yake ukienda kuhubiri Injili uko wewe na mwanamke wala au mke wako. Kwa hivyo unatakiwa mke wako ukienda kujitambulisha kwa wale, unajitambulisha kwa mmoja wao, mimi naitwa fulani na fulani na huyu ni mke wangu. Tumeona vyema kuja kwa tangazeni kwa habari njema. Wanawasikiliza mke na mume. Katika uhalisia wa macho wanajifunza kitu kwamba kwa habari ya Wakristo waliomwamini Mungu wanakupana na kitu kinachoitwa uzinzi. Mungu atusaidie. Lakini tendo hilo lilikuwa katika mwili kabisa, halikuwa katika roho. Kwa sababu waliona wanaonwa katika pande nyingi. Mtu wa nje akimwambia mambo ya kiroho haelewi. Mtu wa nje wakati mwingine anatazama kabisa ya mwilini hivi. Na ndio maana wale wa nje wanasema, kuna watu wanasema bana, siku hizi wanawake waliokoka rahisi sana. Ukitaka kuwapata wanawake waliokoka ni rahisi mno. Yaani hawana misimamo tena.
sio waongo. Lakini sasa hivi mimi kwa mfano nimchukue hapo na simu moja kumfananisha. Niko nataka muone binti ambaye hana mume. Nimchukue binti ambaye hana mume, nitembee naye hapa, niende naye sehemu, iwe usiku, iwe mchana, iwe muda wowote, ikiwa si mke wangu, ninyi mnayeniona mtaanza kutengeneza maswali. Tukishaona bwana anatembea sasa hivi usiku, anaenda naye wapi? Mtaanza kuwa wapelelezi bila kulikwa. Kinachofanya kuwa wapelelezi, tunataka kubaini huyu anaenda wapi na huyu anamke saizi. Inazungumzia udanganyifu anaodanganywa roho wa Mungu na madhara yaliyomkuta Anania na Sila. Bwana asifiwe. Ninazungumzia udanganyifu aliodanganya Anania na Sila na madhara yaliyomkuta. Mnapotengeneza mashaka, zile ni hisia. Saizi sana hii, huyu anaenda naye wapi kwa watu? Mnatengeneza kwamba huyu atakuwa anakwenda kufanya uzinzi tu usiku ule. Si mnafanya upelelezi, lakini hamjawahi kuniona, isipokuwa mazingira yanawapeni majibu kwamba huyu si ule saizi, huyu binti na huyu mwanaume. Mtumishi kama Mungu atusaidie sana. Lakini wakati tunaendelea hivyo, mimi kama mimi ninawaharibu nyinyi, kwa sababu nyinyi mnajifunza kutoka kwangu pia. Pamoja na kuwafundisha yako maisha yangu kabisa, nyinyi ndio mjifunze, kwa maana mnanifuatilia. Mungu atusaidie. Yaani kama mimi ninavyokufuatilia wewe, si kwamba nikufuatilia, kwa sababu ninapopata taarifa tabia yote ambayo umefanya sitakufuata, kwa nini nimefanya hivi? Lengo sio kukufukuza, lengo sio kukuonya, lengo sio kukaribia. Lengo kukukumbusha kwamba unasomwa, sisi ni barua. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Sasa wakati mnaendelea kufanya hivyo, nenda rudi, ikiwa unajua huyu si mke wake na wewe si mume wake, mnatembea pamoja usiku wa manane, mchana usiku, wawili mnafuatana, ili iwe nini? Na kanisa mnalifundisha nini? Mnayemdanganya ni Hawa au mnamdanganya Mungu? Yakupasa umwambie Mungu, huisha nafsi yako ipate kumtumikia. Kusudi la Mungu juu yako utumike. Petro anawaambia wale, wewe mwanamke, hiyo miguu ya vijana hapo wameshambeba mume wako kwenda kupumzika. Wewe unasemaje? Yule kama hakuamini hivi, aliona Mungu baba anatisha huyo. Hivyo alivyosema hela ndio hivyo. Sawa. Kaanguka kafa. Si wanaona huko. Majuto ni nani? Sawa. Vijana wakambeba yule mama kwenye shimo, wakamfukia, wakarudi wasubiri mwingine mwongo. Uko wapi? Uko salama? Tutakwenda kuomba mshindi. Na haya yawe maisha yako wewe yabadilike kumtafuta Mungu. Acha kuwa na maisha ya mazoea, Mungu azoeleki. Yaani usifanye kazi kuwa ngumu. Usiwe mhubiri mbaya kwa watu wa nje. Usilazimishe kanisa lipite katika mfumo wa mazoea. Kama umekufa, kufa wewe peke yako. Anayekuona asife kwa sababu wewe umekufa. Mungu akusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hivi nyinyi sio mashahidi? Hamuoni watu wakifanana, kila mke si mke wala
Kristo. Ninyi hamwoni? Mnahisi mnachokihisi kinawainua? Si mnakufa pamoja na nyinyi? Petro anamkemea huyu aliyekubali kumpokea Kristo, yeye mwenyewe hakutumwa. Wale waulizeni aliyowaleta kanisani nani? Umeokoka kwa shida zako. Umeokoka kwa tumaini uliloliamini. Hebu ishi katika tumaini, sio chanzo cha mwingine kuharibika. Kanisa sasa likemewe. Ukimkemea mtu unamkimbiza. Hata kitendo. Kuna sehemu moja hapa alikuwa anazungumza Gideoni uliyofikiri. Kana na watumishi zaidi ya 20 kwa Mungu. Hapo bwana, hao ni watumishi ambao Mungu ambaye wengi sana punguza. Tunapunguzaje sasa watu wale wote tunawaamini? Punguza hao. Akaambia nendeni sehemu mkanywe maji, kisha fika pale watakaye kunywa maji kwa mifumo fulani. Na wewe angalie tu mifumo itakayotokea pale. Wakapatikana watu 300. Mungu ambaye hao sasa ndio wewe uende nao. Hao wengine waache warudi kule kule. Kwa watu 20,000 wanapatikana watu 300. Mbona hata roho haifiki mzee? Angalia mpanga mtugaji. Watu wanakushia 300 tu. Wengine waambia rudi kutoka. Mungu alishaona hawa ndani yao wengi, lakini ndani yao hakuna kitu. Aheri utengeneze shauku. Kitu cha kwanza, amini. Tunaishi katika dunia, tutaisha, tutaondoka. Kitu cha pili, amini. Tumaini aliyotuachia Kristo ni kweli. Lazima alichokisema kitatokea tu. Kitu cha tatu, tengeneza njia zako. Usizoee kwa sababu fulani anaharibu. Mwacha haribu mwenyewe kutokuelewa kwako. Tengeneza njia zako. Tumelifunga kanisa kwa baraka kwa tabia hizo. Unajua wakati mwingine haipo. Wewe unakaa kanisani miaka 20. Hujaolewa. Anakuja mwenzio kuruka kutoka hata miezi 6 kaolewa. Haya mambo gani? Haya mambo gani sasa? Haya mambo gani? Kila jambo na wakati wake. Lakini wakati mwingine wewe unasababisha wakati kuwa ngumu. Tuwe wa kweli, kweli tupe uhuru. Nijue kweli naye itakuwa huru. Katika jambo lolote kuwa kweli. Wala una mtu kumzungua. Ni katika vitu ambavyo navikataa katika maisha yangu. Kwanza mnamtesa hata mzee hapo. Umpe kazi ya kuwaita tena kwa ulizo. Bwana vipi? Ulifanya? Bwana ulifanya? Anakuwa kama hakimu. Hebu ijue kweli uwe huru. Hata kufanya mtu mwingine kuwa polisi wa maisha yako. Tumeona hawa Petro anawauliza maswali kwa uongo wao wenyewe, wanakufa. Kwani Petro alikutumia nguvu kubwa? Akawaambia bwana, niko leo mnadanganya roho. Kaka hapo kwenye kitu sio ikasi ulisimama. Kwa nini mnadanganya roho? Hamkudanganya Mungu. Ndio mwanamke ndio alipata faida zaidi. Hii miguu iliyotoka mumeo ukapelekwa. Wewe unasemaje? Sasa kuongeza sema yule bwana mimi nilishawishi. Mpango wangu ulikuwa ule kile kunishawishi. Mimi mwanamke sina nguvu, nilikubaliana naye. Kawaambia wenzio, tabia ya kushawishi kasi. Sasa yule kaingia kwenye mkumbo kwamba aliposema yeye ndio hivyo hivyo. Huyo kafa akapelekwa hivyo hivyo naye kafa. Na wewe ukiwa na msimamo wa kusema uongo utakufa kama alivyokufa nani? Anasifiwa. Amen. Msione hivi. Ninachowaambieni, katika ulimwengu wa roho viko vitu vinaanguka, si kawaida. Huna unayemdanganya? Huna. Tumekubali kumpokea Kristo na tutembee katika njia zake, hatua kwa hatua. Yeye aliyokusudia sisi tuishi pamoja naye, yeye atajua na kuishi. Mungu tusaidie sana. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kizazi bisha. Hebu sasa tusome kwanza Isaya. Mbona bado na sehemu nyingi? Hebu tusome Isaya 40. Mstari wa 13. Hapo mstari wa mwisho wa 11 anasema, mstari wa 11 anasema hivi. Anasema hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Yaani kanisa lilipoona wale wamba wameanguka kwa uongo, kila mtu akajikamata na msimamo. Kila mtu akimtazama mwenzie anaona hapa sisi zao tutakayopata ya nani. Angalia ni hivyo. Maneno yoyote yanatokea ajabu tupasa sisi tuyaogope na tuyajengee hofu kama haya si mazuri kutokea. Sasa hivi watu wanapiga mateke tu maneno haya. Hakuna hofu tena. Hii ni utisho mchungaji. Huyu anafundisha kanisa linatetemeka, maana yake ni vitisho vilisaidia ndani ya watu. Watu wamba sasa hivi wako wamba hawasikii tu utisho ambia hai mambo ya kizamani si hayakuhusu bwana. Haya mafundisho yako kwa ajili yetu sisi, sio kwa ajili hawa wa zamani. Otherwise tukubaliane kwamba Mungu yule na huyu tofauti. Kama yule na huyu ni yule, amini fundisho lilitoka kwa ajili ya wanadamu. Wenzetu walikuwa ndani ya kusanyiko. Kumbukeni niwaambie, kanisa ni kusanyiko la malaika. Sawa? Wanaomtukuza Mungu. Yaani hatofautiani na malaika walio mbinguni. Wao wamekusanyika katika kiti cha enzi wakimtukuza Mungu. Sisi pia tumetengeneza hii hapa ni watakatifu tulio mahali hapa kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa ikitokea tumejikusanya watakatifu tusiokuwa kwa ajili ya Mungu, maana tuko kwa ajili ya mwingine, na ndio maana Mungu anashangaa, hili kusanyiko mbona si langu? Baada ya relation kuikuta yale, kanisa limeingia hofu. Je, na mimi nimedanganya mara ngapi? Hivi niko haya. Hivi angeniuliza huyu leo mimi kwaje? Inawezekana walikwenda kuteta mtu na mkewe nyumbani na familia yake. Ninyi mmeona pale. Mzee ananiambia yule ndani yule pale ameondoka. Bwana akasema uongo bwana, kwa maka yangu itakuwa mjitahidi tusiseme uongo mtakufa. Kanisa limejipandikiza roho ya kuto kusema uongo. Kanisa lilitengeneza hali ya kumpenda Mungu katika kweli, ule uhuru ukawa ndani yao. Hebu soma kwanza hiyo. Isaya sura ya 40 mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema katika jina la Bwana. Nani aliyemuongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Hebu rudia tena kidogo. Ni nani? Nani aliyemuongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Umemaliza? Umeshia hapo. Ni nani aliyeweza kumuongoza roho wa Mungu? Kwa tabia zetu sisi wanadamu, roho Mungu yuko huko. Tunamwambia apate maelekezo yetu, ataka toka. Sio kama umeelewa mimi. Yaani kwa tabia zetu sisi roho Mungu Bwana yuko nyuma. Tunataka tumuongoze kwa sababu sisi tunachotaka sio anachotaka yeye. Na kama yuko pamoja na sisi ya pasa tusikilize. Sawa? Sivyo hivyo. Roho wa Mungu yeye yuko mbele. Sisi tuko nyuma. Yeye anatushauri, yeye anatuongoza. Na kama anatushauri na kutuongoza, hivi dhambi unazozifanya pale gesti, Roho wa Mungu anakuongoza. Mitusi unayoporomosha, Roho wa Mungu anakuongoza. Ukianza kuimwaga mitusi juu, Roho wa Mungu yuko huko. Wewe uko mbele. Unamwambia kaa nyuma yako nikufundishe. Mungu atusaidie sana. Kanisa la Mungu lilijaa hofu. Hofu ya Mungu ijae ndani yenu. Ili Mungu alikukusanya hapa kama malaika na nia ile ipate kutimia. Ili kusudi la Mungu lijidhihirishe katikati yetu. Yatupasa kumwomba Mungu awishe nafsi zetu. Kwa sababu inawezekana katika wingi wa mambo tunayofanya nafsi zetu zimekufa. Na ndio maana tunafanya dhambi zenye marejeo, tunafanya makosa yenye marejeo, tunafanya matukio yenye marejeo kama hatuna roho wa Mungu. Ni nani anayeweza kumuongoza Roho Mtakatifu na kumshauri?
Hakuna. Turudi tugeuke. Mioyo yetu iliyoanguka kwa mabaya tuliyofanya, Mungu aiamshe. Turudi tutembee katika kusudi lake. Ili Roho Mungu atuongoze, sio sisi tumuongoze. Mungu atusaidie sana. Usiyafanye mafundisho kuwa sehemu ya maisha yako. Yafanye mafundisho kuwa sehemu ya mabadiliko katika maisha yako. Ukiyafanya mafundisho kuwa sehemu ya maisha yako, wewe utakuwa sugu. Kwa maana kila kitakachokuja kitapanchi tu na kikiingia mgongo atakikunga kiungo zake. Ila wewe na mambo yako. Yafanye mafundisho kuwa sehemu ya wewe kuyahitaji ili ubadilishe mifumo. Mifumo ulionayo si mifumo inayompendeza Mungu, bali tembea katika mifumo inayompendeza Mungu. Na Mungu apate kufungua kile ambacho kinatakiwa kupate. Hivi mnafikiri malaika atakuja kuwafundisha? Au nafikiri Mungu atakuja kuwafundisha? Petro akata anamwambia Anania sina pale. Hakuwa Mungu anaonekana pale, ila Mungu alikuwa ndani ya Petro. Ndivyo ilivyo mpaka sasa. Anayewaambia ndani yake yuko Mungu anayetaka nyinyi mponye nafsi zenu. Mungu tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Msichukulie wepesi vitu hivi. Tutahakikisha tunakukumbusha, tunakemea ili turudi katika misingi ambayo Mungu mwenyewe anataka. Lile kusudi lake la kufanya hapa kama malaika tunayemtukuza Mungu lipate kutimia. Unajua tunakuja kumtumikia, kumwabudu Mungu mahali hapa. Viwete wanatoka na uwete wao, viziwi wanatoka na viziwi wao. Tena hata UTI sugu inatoka pale hapa kwa eti UTI sugu inashindwa kuombewa na kapona. Hapana. Mungu huisha nafsi yangu nipate kukutumikia. Acha tamaa zingine hazina mwenyewe. Usisahau unapita hapa duniani. Kama uamini, angalia mifumo ya familia yako. Babu yako, baba yako, mama yako, shangazi yako wapo, lazima wengine hawapo. Wewe ni nani? Utaondoka na wewe wakati wako ukifika. Lakini hii inafanya katika wako. Mungu tusaidie. Haleluya. Hii somo lenyewe ni ndefu. Sasa hapata kukataa. Naomba tusimame. Tutaomba. Naomba tusikilizane vizuri. Kila mtu anajua mwenyewe jinsi maisha yake yalivyo na namna ya njia anazopita. Kila mtu anajua yeye mwenyewe. Kwa maana utakapoingia katika maombi, nafsi yako ihitaji toba ya kweli mbele za Mungu. Ihitaji badiliko la kweli kutoka kwa Mungu. Ihitaji kuamka tena na ipate kutembea katika njia ambazo Mungu amekusudia kutembea. Kama unasema mwacha ombe mwingine, mimi ninakaa shauri yako mwenyewe. Lakini kwa habari ya neno la Mungu linatuambia waongo wale waliojitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa mali zao, wakaja kaleta utapeli, wakafa. Lakini waliokuwa nyuma yao walitengeneza hofu ndani yao kwamba ni nini kinalotokea. Vifo bado vinaendelea kwa washirika. Vifo bado vinaendelea kwa watumishi wa Mungu. Vifo bado vinaendelea. Maana kila uongo unakufa. Unadunda na mwili kama boksi, lakini hujui ndani yako umeshaoza siku nyingi. Huo mwili sio shida. Shida kilicho ndani yako. Shetani hangaika na mwili. Shetani hangaika na kilicho ndani yako. Kama kimekufa hicho, shetani ana shida na wewe. Anakuacha tu uzurule. Sasa unajua utaanguka kama miti inavyoanguka. Kinachomtisha shetani ni kile ambacho ndani yako kimewekwa na Mungu. Hofu na kutetemeka kwa hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Kwa kilichowakuta wengine, sijui kama uko salama. Naomba nyimbo kwa Unahitaji Bwana, nijaze nafsi yangu yahitaji Bwana, nijaze